Baadhi ya wananchi mkoani Geita wametoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba uliofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan leo Novemba 13, 2025. Wakizungumza na Ayo TV mara baada ya kuwatembelea katika mitaa mbalimbali iliyopo ndani ya mkoa wa Geita, baadhi yao wamempongeza Daktari Mwigulu Nchemba kwa uteuzi huo, huku wakisema Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uchaguzi sahihi na unaofaa katika kwenda kuwatetea Watanzania katika nyanja mbalimbali. Hizi ni ripoti za Ayo TV na mirada yayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Jina langu naitwa Bwana Mohamed Saidi, mtaa wa Mission. Kutoka na uchaguzi huu uliokuwa umeteuliwa, sikutegemea kwamba Mwigulu Nchemba anaweza akawa waziri mkuu. Wengi tulikuwa tuko katika mafanikio mengineo, lakini nilivyoweza kusikia leo kwamba Mwigulu Nchemba ndio atakuwa waziri mkuu, nimefurahi kwa sababu mengi ambayo ameyafanya serikalini na nimeyasikia, na pamoja kuyasikia kuhusu mambo ya benki alivyokuwa anafanya kazi na kwenda vizuri na nini, mapato, nilifurahi sana. Kwa hiyo mimi nategemea Mwenyezi Mungu akimjalia aweze kututendea mengi zaidi ambayo tutakao kuwa tumeyahitaji kuweza kuendesha nchi kuwa na maendeleo na uchumi. La kujifunza ile inategemea kwamba kijana au mtu yeyote anaweza kutumbuliwa, alafu baadaye ni kuchukua uvumilivu. Ukiwa mvumilivu, hula mbivu, baadaye unaweza ukapata kizuri kama alichopata huyu bwana Mwigulu Nchemba, kuweza kuwa tena wamemchagua kuwa waziri mkuu. Vijana naomba wawe na moyo wa kuweza kuyaona haya yanayotokea na kuweza kuyanakili na kuweza kuwa na moyo mkamilifu wa kuweza kuvumilia kwa yale ambayo yanayotokea na kuweza kuyapokea na kuyafanyia kazi. Majina yangu mimi naitwa Fred Fidel. Uteuzi wa waziri mkuu mimi binafsi nimeupokea kwa mikono miwili. Kwa sababu kwanza hata hotuba yake alivyoanza, ameanza kwamba yeye ni mtu ambaye ameyaishi maisha ambayo ni magumu, sio kuyasoma kwenye kitabu, lakini ameyaishi maisha ambayo kwamba alikuwa anaishi na ndugu zake, ambaye kitenge alichokuwa anavaa ndio ambacho alikuwa anajifunika. Kwa hiyo nikaona kabisa kwamba na alichokuja kusema, nikaona na dhamira njema, kwa sababu mfano kama sisi kundi letu kama amewahi kuishi maisha au magumu, na sisi kundi letu ila bodaboda ni kundi ambalo kimsingi linahitaji watu kama Mwigulu Nchemba, kwa sababu ni mtu ambaye ameyaishi maisha magumu na anajua changamoto zote za maisha magumu, na amesema ameishi miaka kama 32, anayatambua vizuri ya maisha magumu. Kwa hiyo mimi uteuzi wake nimeupokea kwa mikono miwili tena vizuri, kwa sababu kwanza ni msomi mbobevu wa masomo wa masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo nilichotaka tu niombe kwamba haya aliyoyaahidi na kuyasema, natamani ayaishi ndani ya miaka 5 akiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana amesema vitu vingi na akasema kwamba anatamani kuona uadilifu kwa watumishi wote wa umma wanapokuwa kwenye majukumu yao, na akatamani kwamba wawe na lugha nzuri kwa kila Mtanzania. Na mimi hili nimelipokea kwa mikono miwili. Nasema tu kwamba haya aliyoyasema ayaishi kwa vitendo, sio kwa kukomea tu leo wazungumze. Kwa hiyo sisi watu wa Geita, bodaboda wa mkoa wa Geita, tumelipokea kwa mikono miwili, na ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mtu msomi na mbobevu. Mimi nadhani hata bodaboda tutatoka sasa kwenye mikataba kandamizi, maana amekuja mwanauchumi, atakuja kutusaidia kundi hili kwa nguvu kubwa sana. Ni sahihi kwamba yapo mambo ambayo wakati wanazindua kampeni walisema ndani ya siku 100 kuna vitu ambavyo sisi kwenye kundi la bodaboda na machinga na mamantilie na wasusi watatufanyia mambo makubwa, na wamesema sasa wametenga zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya haya makundi. Mimi ningependekeza sana hata kwenye mkoa wangu waletea hata bilioni 1 kwa ajili ya kutafuta hata pikipiki ili watu tutoke kwenye mikataba kandamizi. Kwa hiyo ninaomba kabisa, mimi hapa napiga magoti viongozi wangu, nitazidi kuombea kwa Mungu haya walioyaahidi
wasisahau, na wakisahau mimi nitawakumbusha kwa njia ya maombi, nazungumza na Mungu, Mungu naye atawakumbusha. Kwa hiyo nina imani watayafanya kwa vitendo bila kuwa na shida kabisa. Kwa hiyo tuna imani tu kwamba tuwape imani na watafanya mambo makubwa kuliko ambavyo sisi tunaweza tukafikiri. Kwa majina naitwa Elias Sweetbet Kuliatongoka. Kipekee ninavyofahamu Mwigulu Nchemba ni mtu ambaye ameshika nyadhifa mbalimbali. Kwanza alishawahi kuwa kaimu katibu mkuu wa chama, ameshashika nafasi nyingi, waziri. Ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye ni mtu mtendakazi mzuri. Walichokifanya na kinachofanyika kwenye serikali yetu hii, wanafanya vitu ambavyo viko wazi na wananchi pia wanafuatilia. Mwigulu Nchemba na imani kwa nafasi hiyo na kwa nyadhifa ambazo wamekwisha zishika hawajakosea. Tutarajie tu ni mtu ambaye anatenda kazi kwa 100% kwa kile anachokiamini yeye, na ni mtu ambaye anajua ni kipi afanye na kwa nini afanye. Kuwa waziri mkuu, katoka kwenye kuwa waziri wa fedha, kuwa waziri mkuu, hawajakosea waliomteua. Na sisi tutegemee tu kwamba atafanya mambo makubwa, na ni mtu ambaye ni mkweli na haogopi jambo lolote kwa wakati wote. Kwa hiyo tutarajie tu, nieleze tu wananchi hususani wa mkoa wa Geita na Watanzania kwa ujumla, tuna mtu sahihi. Waziri mkuu ni sahihi na tunatarajia mabadiliko mengi na kuona serikali yetu inapata kasi na kwenda kwa hatua zaidi ya hii iliyokuwepo. Kwa hiyo tutarajie mambo mazuri kutoka kwa Mwigulu Nchemba kwa mimi ninavyomfahamu. Vijana, wimbi la vijana nadhani linafahamika. Ajira kwa vijana, wapo vijana wengi wanaomaliza chuo, wapo vijana wengi wanaotakiwa kutoka kwenye kusomea vyuo vya ufundi. Wanatarajia wapate nafasi, muongezeko mkubwa wa ajira. Nadhani hilo ndio kilio kikubwa cha vijana. Kwa hiyo mimi kama napata kuomba matarajio makubwa kutoka kwa Mwigulu Nchemba ni kuangalia vijana hizo ajira. Hospitali, waongeze ajira hospitali. Tuna migodi hapa mkoa wa Geita. Utetezi mkubwa upitie kwake ili vijana nao wafaidike kupitia yeye. Kwa majina naitwa Gilbert Mashauri. Mimi kama kijana naweza nikasema uteuzi huu kwangu mimi ni kama vile surprise. Cha kwanza, tangia mimi nimfahamu Nandi Mwigulu Nchemba, nimeanza kumfahamu mwaka 2015. Mwaka 2015 nimemfahamu Mwigulu alipoteuliwa na Magufuli kuwa waziri. Kiukweli niliona utendaji kazi wake na ujasiri wake katika kujisimamia na kuhakikisha anatekeleza kila jambo ambalo lilikuwa linapaswa liende linafanyika kwa umakini mkubwa. Kiukweli kwangu mimi naweza nikasema mimi kama kijana uteuzi huu ni uteuzi mzuri sana. Mimi nimeupokea vizuri sana. Na sio tu mimi, nafikiri itakuwa ni Tanzania nzima, vijana wenzangu wanaoelewa nini maana ya kiongozi sahihi madhubuti watakuwa wameelewa uteuzi huu unamaanisha nini. Kwanza, Mwigulu ni mtu mwenye ushawishi, anaweza kuunganisha watu, ni mtu mtendaji mzuri, mchapakazi kama alivyosema. Kitu kingine kilichonifurahisha zaidi, Mwigulu ni katika wale watendaji naweza kusema wametokea katika mazingira magumu sana. Mwigulu amepitia maisha magumu sana. Ameenda kushika nyadhifa, amefanya kazi za serikali kwa uadilifu mkubwa mpaka hapo alipofikia. Kwa hiyo naamini kabisa ekolojia ya Tanzania na ekolojia ya watu wa Tanzania anaifahamu vizuri, wananchi wa Tanzania wanahitaji nini, wanataka nini. Kwa hiyo naamini Mheshimiwa Rais ameenda kupata jembe na litamsaidia katika kuhakikisha ile azima ya 4R inatimia.